Mheshimiwa mgeni rasmi, vishindo unavyovisikia ni vya polisi wanawake. Mwanamke shupavu, hodari, jasiri. Ni polisi wanawake wakinogesha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo mkoani Singida mwaka huu yameadhimishwa katika uwanja wa Bombadia. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani rasmi yalianza kuadhimishwa tarehe 8 Machi mwaka 1975 baada ya Umoja wa Mataifa kuridhia siku hii kutumika kama siku rasmi ya kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake. Siku hii pia huongeza chachu katika harakati za mapambano katika usawa wa kijinsia kwa wanawake na wanaume katika jamii. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, ambaye amekuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya mkoani Singida, amewataka wanawake kuyatumia maadhimisho haya kuondoa mawazo mgando yanayowafanya kuchelea kuziendea fursa mbalimbali. Hakuna jambo mwanamke wewe litakushinda kama utaamua. Kwa hiyo maadhimisho haya tufanye kugeuza mawazo, kuondoa mawazo mgando kwamba mtoto wa kike hawezi. Leo wanawake wenzetu wametuwezesha. Siku ya wanawake ulimwenguni mkoani Singida inaadhimishwa katika uwanja huu wa Bombadia mjini Singida. Wanawake kutoka maeneo mbalimbali mkoani Singida wamekusanyika katika eneo hili kupaza sauti, kuwasilisha jumbe mbalimbali zinazohusu wanawake. Na Wasafi Media leo tumekuandalia makala spesheli kuangazia nafasi za juu mkoani Singida ambazo zimeshikiliwa na wanawake. Tunajua wanawake wanapitia changamoto mbalimbali katika maisha zinazowafanya wasifikie ndoto zao, lakini wanawake hawa wamewezaje kufikia nafasi hizi za juu licha ya changamoto hizi? You can see this is very local. Very rough. You understand? Halima Omari Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida, mwanamke jasiri ambaye hacheki na wowote linapokuja swala la kazi. Wakati alipokabidhiwa ofisi na mtangulizi wake Peter Serukamba Machi mwaka jana, kauli yake juu ya kutosikiliza visingizio vya changamoto katika utekelezaji wa majukumu zilimpambanua mapema kuwa kiongozi anayejali zaidi uwajibikaji katika kazi, na mkoa wa Singida sasa umeendelea kupiga hatua kubwa za maendeleo kila uchwao chini ya usimamizi wake. Chini yake ni Daktari Fatma Mganga, katibu tawala mwanamke anayeamini elimu ndio msingi wa maendeleo katika jambo lolote. Na alipowasili mkoani hapa, moja kwa moja alikutana na walimu wote mkoani Singida pale St. Bernard Misuna kujadili kwa mapana namna ya kuunyanyua mkoa wa Singida katika sekta ya elimu, akiwaalika wawezeshaji kutoka mkoani Dodoma kuambukiza ujuzi wa walimu mkoani hapa. Sifa yake kubwa, yeye hutabasamu akiongoza watumishi mkoani hapa kufikia malengo hayo na mengine lukuki. Ukiwaweka kando viongozi hawa wanawake ambao wapo katika nafasi za juu kabisa mkoani Singida, viongozi wengine waandamizi wanawake mkoani hapa ni mkuu wa TAKUKURU mkoani Singida Sifa Mwenjala, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto Devota Bigawa, naibu afisa wa uhamiaji Mbula Dodo, meya wa manispaa ya Singida Yagi Kiaratu, bila kumsahau msimamizi wa ilani mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Martha Mlata, ambaye pia chini yake anasaidiana na Lucia Boniface, katibu wa chama hicho mkoa wa Singida. Je, viongozi hawa wanazungumziaje nafasi hizi ambazo wameaminiwa licha ya mawazo hasi yaliyopo kwenye jamii kuhusu mwanamke na uongozi? Mimi binafsi nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii. Kwa nafasi hii ya katibu tawala wa mkoa, najisikia fahari, najisikia kubarikiwa, ninajisikia nimepata tuzo nikilinganisha na wanawake wenzangu, lakini ninajisikia kupendwa kwa kweli, kwa hasa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wanawake ni wengi, wenye waliosoma ni wengi, angeweza hata akafanya vinginevyo, lakini ni kwa upendo wake, kwa utashi wake, ndio maana akanipa nafasi hii, akaniteua kuwa katibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo hii ni neema, na mimi hili ni deni kwangu. Ninapaswa kutumikia nafasi hii kwa nguvu zangu zote, kwa juhudi, kwa ubunifu mkubwa, ili mwisho wa siku nitoe matokeo kupitia nafasi yangu ya kuwa mtendaji mkuu katika ngazi ya mkoa. Kwa kweli najisikia amani. Mimi ni mmoja wa wanawake waliothubutu mapema sana. Na nafasi hii niliyogombea sikushawishiwa na mtu. Nilijipima mwenyewe, nikaona ninaweza, nikapambana, nikashinda. Kwa hiyo kitu ambacho nimekitaka mwenyewe nakitumikia kwa moyo, kwa sababu nilikitaka mwenyewe kwa ridhaa yangu. Na kwa sababu nakufanya kwa moyo, hata wananchi wa Singida ni mashuhuda. Mabadiliko ya kimaendeleo ni makubwa mno.
Tukiachana na fedha nyingi tulizopata serikali kuu, lakini hata matumizi ya fedha za ndani yamekuwa mazuri. Mtaona tumejenga kituo cha afya Mtipa, tumejenga machinjio, tumenunua magari ya taka. Leo taka wapeleki kwenye maguba bali tunawafuata nyumbani. Tumenunua vifaa vya kupimia ardhi, tumewanunulia migambo yetu uniform na mambo mengine mengi ambayo tumeyafanya. Najisikia vizuri kuwa kiongozi katika mkoa huu wa Singida au na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu kwanza nawawakilisha wanawake wenzangu, lakini pia ninajisikia vizuri kwa sababu kwanza nimeaminiwa na ninajua ninaweza. Tunaendelea kuweza na tunaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Singida. Najisikia vizuri, ingawa cheo chochote ni majukumu. Sisi tunapanda vyeo ili tupewe majukumu. Kwa hiyo unapopanda cheo, mwanamke yeyote ni lazima ajiandae kubeba majukumu. Na mara nyingi tunakuwa na watu ambao wako chini yetu ambao tunalazimika kuwaongoza, na sisi tunatakiwa tuwe mfano kwa kufanya kazi kwa bidii na weledi na kuwasaidia wenzetu ambao pia ni wanakuwa ili waweze kuzifuata nyayo zetu sisi. Wanawake na wasichana 2025 tunaweza. Tunataka kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji. Na ili haya yote tuweze kuyatekeleza, ni lazima tuwe majasiri, tuwajibike, tufanye kazi kwa bidii. Tutambue kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tusitishike na tusikate tamaa. Lakini ni wasi watoto wa kike walioko shuleni, vioni, wasome kwa bidii, wajitume, wasitishike kwamba anategemea atapita kwa mwalimu ili aweze kumshawishi rushwa ya ngono. Hapana, wajiamini. Lakini pia walimu wasishawishi rushwa ya ngono. Pale inapotokea watoto wa kike wameshawishiwe, basi watoe taarifa TAKUKURU. Ni ukweli usiopingika kuwa viongozi hawa wanawake mkoani Singida wanazo simulizi ngumu zinazoumiza na pengine kukatisha tamaa kiasi ambacho wasingekaza buti wangezipa kisogo ndoto zao, lakini leo wameweza na pengine ndio kioo cha kujitazama kwa wanawake wengine mkoani hapa. Swali la msingi kwao, ni changamoto zipi ambazo wanawake wanapaswa kuzitupia jicho la karibu ili wafanikiwe kufikia ndoto zao? Mimi niomba nichukue nafasi hii kuwahamasisha wanawake wenzangu. Tusiridhike na hali tulizo nazo. Kila wakati tujitahidi kuboresha hali zetu kiuchumi, tukuze uchumi wetu ili tuwe na uchumi imara, tuwe na uchumi thabiti. Ukiwa na uchumi huwezi kuhofia chochote. Lakini jambo lingine ambalo linawakabili wanawake wenzangu, wakati mwingine kuna baadhi ya mambo hatuyafahamu, ni kutokuwa na ufahamu wa kutosha. Niwahamasishe wanawake wenzangu, tuwe mstari wa mbele katika kutafuta habari, katika kutafuta maarifa, katika kutafuta ujuzi, ili nafasi yoyote isitupite, tuwe tunafahamu. Changamoto ambazo wanatakiwa wazitatue ili waweze kufikia ngazi za juu za uongozi, kwanza ni kujiamini na kuona kuwa wanaweza kusimama kama viongozi na kusimamia jamii. Lakini la pili ni wahakikishe pia wanapata elimu ya kutosha. Ni wasihi kina mama mkoa wa Singida washirikiane na TAKUKURU kikamilifu katika kukemea vitendo vya rushwa, ikiwemo rushwa ya ngono. Rushwa ni mbaya katika uchaguzi, katika maendeleo, inarudisha nyuma maendeleo. Lakini pia rushwa inadhalilisha utu wa mwanamke. Wawe majasiri, washirikiane kikamilifu na TAKUKURU kwa kuwafichua wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa ya ngono. Mtazamaji, tunapokamilisha makala hii, nami niungane na watu wengine ulimwenguni kuwatakia heri wanawake katika maadhimisho ya siku hii muhimu kwao. Hodari, jasiri.